Keka la FIFA 2026 mbele yenu ni Hans Kana. Sasa hapa nitakupa habari zote zinazoendelea kwenye kombe la dunia. Straight, let's go kwenye match highlights. Na match highlights ya kwanza nataka tuangalie mechi ya Netherlands versus Morocco ambayo ilimalizika kwa mikwaju ya penalty na kumfanya Morocco kuqualify kwenda kwenye hatua nyingine. Habari kubwa kwenye mechi hii bwana ni kuhusiana na Cody Gakpo. Cody Gakpo alifunga goli dakika 72 la kuongoza dhidi ya Netherlands, ambalo Cody Gakpo baada ya kufunga ile goli alionekana ameinama chini analia na akasimama akainua kidole juu. Ishara hiyo ilikuwa ni nini? Bwana, Cody Gakpo siku chache au masaa machache kabla ile mechi alifiwa na mtoto wake, lakini ilikuwa ni miscarriage, mimba iliharibika. Si kwamba mtoto alikuwa amezaliwa ndio akafariki, hapana. Few hours before the game, captain wa timu ya Netherlands Van Dijk alimwambia Cody Gakpo kwamba maisha ni bora kulipo mpira, unaweza ukapumzika kwenye mechi ya leo then ukaendelea kwenye mechi nyingine. Lakini Cody Gakpo alisema hapana, nitatumikia tu taifa langu, haijalishi napitia wakati mgumu kiasi gani. Dakika kadhaa baadaye kwenye added time Morocco waka-equalize hilo goli na mechi ikaisha 1-1, wakaenda 120 mpaka mapenati. Kipa wa Morocco Bono aliibuka kinara wa mechi hiyo baada ya pangua mikwaju kadhaa ya penati pamoja na saidi yake ya kudaka. Vile anasogea pembeni alafu anaiokoa, kama ile penati ya Summerville alidaka vizuri sana. Yani Bono alihama pembeni akanyosha mkono na Summerville akaenda kugonga pale pale kwenye mkono wa Bono. So kama wa Afrika tunajivunia Morocco kuqualify kwenye nafasi nyingine, japokuwa hatuwapendi, lakini tutafanyaje? Kwa sababu as we speak right now Senegalese hawapo tena, Varcosi pia hawapo tena, na Congolese madansa hawapo tena. So let's go. Mechi nyingine ni Ujerumani dhidi ya Paraguay, ambayo Ujerumani tunavyoongea sasa hivi ametolewa kwenye mashindano haya ya kombe la dunia. Hii ni kwa mara ya kwanza Ujerumani kutolewa kwenye hatua ya 32 bora kupitia mikwaju ya penalty. Usually waga anatoka tukupitia njia nyingine, lakini hii si habari kubwa. Habari kubwa inamhusisha mchezaji aitwa Jose Maria Canale, ni beki wa kati wa timu ya Paraguay. Kijana wa miaka 29, hakuwahi kuanza kabisa kwenye kikosi cha kwanza cha Paraguay. Huwa anachukuliwa kama mchezaji fulani tu, by the way. Hata kuitwa tu kwenye kikosi cha Paraguay aliitwa kwa bahati tu. Kocha alikuwa ashamaliza kuita wachezaji wote. Bahati nzuri timu anaochezea ilifanya vizuri, ikachukua ubingwa. So akaona watu nimchukue na huyu jamaa kama tu awe mchezaji wa akiba. Kuchukuliwa bwana, ndo akaja kuibuka kwenye hero kwenye game dhidi ya Ujerumani. Jamaa ndo alifunga penati ya ushindi kwenye game yao. Pia ndo alikuwa beki wakati alifanikiwa kuzuia mashambulizi ya Ujerumani vile ipasavyo. So unaweza ukaona kijana miaka 29 Jose Maria Canale ambaye anachezea timu ya Atlético Lanús alikuwa akizunguka tu kwenye klabu tofauti kule Amerika Kusini, mara Mexico. Ameshaye kucheza pia ligi ya Argentina, ashaye kucheza pia ligi ya Paraguay, ashaye kucheza ligi ya Colombia kama sikosei, lakini amekuja kuibuka hero kwenye mashindano ya kombe la dunia. Bad kuhusiana na Ujerumani, legend mmoja wa Ujerumani alikuwa anasema kwamba Ujerumani bwana hawakuwa serious kwenye mashindano haya. Imagine family mates wa wachezaji walikuwa wanaruhusiwa kuingia kambini. Wana familia, yani mtu kaka yako anakuja kambini kukusalimia. Wanasema kitendo hiko kinakatisha kama power hivi ya wachezaji. Bad kwa Ujerumani. We all love Ujerumani. Nadhani Ujerumani moja ya timu ambayo imefuzu mara nyingi zaidi kucheza kombe la dunia, na ndo timu pekee duniani ambayo imeshiriki kufika fainali nyingi zaidi kwenye kombe la dunia. Lakini bahati mbaya imetolewa kwenye hatua. Tunarudi mpaka mwaka 1966 ndio kwa mara ya mwisho lilifungwa goli la ushindi la dakika za jioni zaidi. Goli hilo kuja kujirudia kwenye mechi ya Brazil dhidi ya Japani ambayo limefungwa na Gabi Martinelli. Kama nilivyowaambia, wachezaji wa Arsenal wanaisaidia sana timu ya taifa ya Brazil. Yaani timu ya taifa ya Brazil bila Arsenal sijui ingekuwa wapi leo. Gabi Martinelli alifunga goli dakika za majeruhi kabisa. Ni goli linaingia kwenye rekodi ya ushindi wa dakika za jioni zaidi kuwahi kutokea kwenye mashindano ya kombe la dunia. Goli la design hilo la dakika za jioni lishatokeaga mara ya mwisho ni mwaka 1966 ambao limefanya Brazil isonge mbele zaidi kwenye mashindano ya kombe la dunia na kueliminate Japan, lakini hiyo haijawa habari kabisa. Habari ni kwamba Japan baada ya kupoteza ile mechi, wachezaji walijikusanya wakaenda pande zote za uwanja, wakawa wanainama kuomba radhi mashabiki zao wa Japani kwa kupoteza ushindi huo. Of course Japani walianza wa moto sana. Kipindi cha kwanza Japani waliongoza goli 1-0,
lakini kuwachanganya Brazil. Brazil sio wakawa kwenye composure kipindi cha pili. Casemiro mchezaji wa Manchester United, pia Manchester wanaisaidia hii Brazil pia, lakini pasi ilitoka kwa mchezaji wa Arsenal. Kwa Arsenal tunawasaidia sana pia Brazil. Mchezaji wa Arsenal alipiga pasi kwenda kwa mchezaji wa Manchester anaitwa Casemiro. Casemiro akasawazisha. Muda wa majeruhi kabisa, kocha Ancelotti akaona kabisa hii timu pasi na wachezaji wa Arsenal kuingia haitowezekana, akafanya sabu, akamuingiza Gabriel Martinelli ambaye ni mchezaji wa Arsenal, akaenda kufunga the winning goal. Kwa sasa hivi Brazil inasonga mbele, lakini honestly sioni Brazil mbali. Of course imekuwa ni maneno ya watu wengi sana ambao maneno yao yalimuumiza Matheus Cunha yanayoendelea kwenye mtandao. So Matheus Cunha baada ya hiyo mechi akawa anatembea kwenye uwanja huko anaonesha vidole vitano akiwa anamaanisha ya kwamba Brazil we won 5 World Cup, what you have here we are. Game kichaa zaidi kwenye mashindano ya World Cup ni game kati ya Senegal pamoja na Ubelgiji. Why? Hivi timu inawezaje kuongoza goli 2 bila mpaka dakika ya 85 mnakuja mnarudishiwa hizo goli zote na mnakuja kufungwa nyinyi? Yani that is crazy. Yani mpaka unasema sisi Afrika tunakosa gani jamani? Yani tumemkosea nini Mungu? It was very very tight game kwa Senegal, sio kwa Belgium, kwa Senegal, kwa sababu Belgium walikuwa wanapeleka moto vibaya sana. Of course Senegal walikuwa na win zile counter na pasina Thibaut Courtois kuwa makini pale golini, basi Belgium walikuwa anakoga nyingi, lakini hiyo sio habari kabisa. Habari ni issue ya Tielemans pamoja na Romelu Lukaku. Kama unavyojua Romelu Lukaku aliingia kipindi cha pili, aliingia kutoka sabu, na kama unavyojua, kama unamfuatia vizuri Lukaku akitokea benchi tu anawaua, lakini akianza kwenye kikosi cha kwanza anakufa yeye. Katokea benchi kapiga goli la kwanza, baadaye tena wakaja wakapata goli la pili. Dakika ya 125 ikapatikana penalty fulani ambayo Afrika tunalalamika kwamba haikuwa penalty ya haki, lakini iwe ya haki si ya haki. Senegal ilifanya tu uzembe. How you guys mna lead by 2 na zinakuja kurudi zote. Ile penalty kama unavyojua, penalty kicker namba 1 wa Belgium ni Romelu Lukaku, sababu ndo striker pale, lakini Romelu Lukaku alichukua ile mpira na kumpelekea Tielemans, akamwambia Tielemans piga wewe. Tielemans akamwambia like what, nipige mimi au unatania? Akamwambia piga wewe, hii ni late penalty mzangu, piga wewe, nadhani mimi nikipiga nitakuwa na mawenge. Kweli Tielemans akachukua ile mpira kaweka wavuni. Watu wengi walitafsiri kama kitendo cha Romelu Lukaku kumpa Tielemans kupiga ile penalty ni kitendo cha ujasiri, lakini mimi tu kwa uelewa wangu nadhani Romelu Lukaku alikuwa anataka kuepukana na lawama ya endapo angekosa ile penalty. Kwanza yeye ni mweusi, umeelewa? Yaani ingekuwa ni lawama typical, yani ingekuwa ni lawama kubwa. Kwa kiharaka haraka tu mimi kitaalamu naona kama Romelu Lukaku pale alikuwa anaikwepa lawama. All in all, bad for African team. Team nambari 1 ya Afrika inaenda kuwa eliminated kizembe kwa design ile. That's bad. Kuna connection gani kati ya dakika ya 86 pamoja na timu za Afrika? Why nauliza hivyo? Goli la England la ushindi dhidi ya Congo lilifungwa dakika ya 86. Goli la kusawazisha la Ivory Coast tulocheza na Norway lilifungwa dakika ya 86. Goli la Senegal na Belgium lilifungwa dakika ya 86. Bwana, game ya Congo pamoja na England, what a game. Nadhani ni moja ya game bora zaidi mimi kuwahi kuishuhudia ya Congo, ukiachana na ile game ambayo alicheza dhidi ya Portugal. Of course Congo alipoteza kwa goli 2-1. Harry Kane aliingia kambani mara 2. Nadhani mimi naweza kukwambia Kane ni moja wa washambuliaji bora zaidi kwenye World Cup kwa sasa hivi. Of course huwezi kumlinganisha na Kylian Mbappe ama hizo class ya Kylian Mbappe au Messi, lakini naweza kukwambia Harry Kane is one of the mascorer noma World Cup sasa hivi. Congo ilipata goli dakika ya 7. Ikaunguruma nalo dakika 75 Harry Kane akasawazisha, ikawa 1-1. Dakika 86 Harry Kane akazima ndoto za wana Afrika Mashariki, sababu tunavyoizungumzia Congo nazungumzia Afrika Mashariki. So timu ya Afrika Mashariki Congo imekuwa eliminated dhidi ya England. Of course hatuwezi kulaumu kwamba tu yale, yani ukalaumu umetolewa na England wadau. Kupata goli kwa England kwa sisi wa Afrika Mashariki ni sifa nzuri. We move. I think kwenye next World Cup tutafanya vizuri zaidi. So
It is what it is. Player deep dive ya leo inaenda kwa kijana aliyozaliwa mwaka 2001 Disemba 12 huko England. Kijana huyu baba yake ni Mnigeria, mama yake ni Mwalgeria mwenye asili ya Ufaransa. Kijana huyu kipindi mdogo alikataliwa na akademi ya Chelsea, Manchester City pamoja na Arsenal, lakini akademi ya Reading ilimchukua tu by the way kwa ajili ya kuona itakuwaje. Dogo huyu akawa anacheza kwenye academy ya Reading ikampandisha mpaka hata kucheza kwenye timu ya wakubwa ya Reading. Kipaji chake ikawa kizuri sana kipindi anachezea Reading, ikasababisha timu ya Crystal Palace kumuona. Crystal Palace wakamchukua na kumuendeleza. Kipindi yuko Crystal Palace, Bayern Munich walimuona, lakini kipindi Bayern Munich wamemuona, Arsenal pamoja na Manchester City, Manchester United, Liverpool pia wote walimuona na kumtaka, lakini kijana aliamua kwenda kuchezea Bayern Munich. Kipindi yuko kule Munich anakiwasha huku na kule, timu ya taifa ya Ufaransa ikamuita kwa mara ya kwanza kuichezea timu yao ya Ufaransa. Kijana huyu anaitwa Michael Olise. Mpaka sasa hivi hana hata goli moja kwenye mashindano ya World Cup, lakini ndo mchezaji ambaye anaongoza kwa assist, ana jumla ya assist 5. Ndo mchezaji pekee wa Ufaransa pale mbele akishika tu mpira basi wave inabadilika. So player deep dive ya leo straight kwa Michael Olise. Bwana Michael Olise ana tattoo moja ya Kijapan, amejichora hapa Kijapani, ameandikwa Keiza kitu kama hiko, ambao maana yake ni kwamba tunajifunza taratibu huku tunasonga mbele, yani kama trust the process. Bwana nadhani Michael Olise kama haya mashindano yakiisha na akiendelea kumwaga hizi assist hivi, nadhani atakuwa ni mchezaji wa mashindano, player of the tournament. Camp ya leo namba tuangalie kwenye camp ya Ecuador. Camp ya Ecuador bwana ilivamiwa na vijana wa Mexico, Mexicana. Walivamia vipi? Vijana wa Mexico walienda kuweka kambi nje ya kambi ya Ecuador. Walifungulia mziki, walikuwa wanafanya party, walipiga mafataki kuhakikisha vijana hawa wa Ecuador hawapati usingizi wala hawapati furaha yoyote mpaka siku wanapoenda kukutana na Mexico. Of course Mexico walishinda dhidi ya Ecuador kwa goli 2-0 ambayo ikasababisha Mexico wa qualify kwenda kwenye next round, si ndio? Lakini I can't say this is fair competition, lakini sasa ndio huwezi kuwazuia. Nyie kambi yenu iko hapo, watu wako nje wanafanya party. Yani kosa jamani kufanya party nje ya kambi yenu? Ni kosa kisheria? Sio kosa. Watu wana enjoy. Watu walipaki magari yao nje ya kambi wakawa wanapiga honi pipi masaa 24. Sio, umenielewa? Kwenye kambi yao ambapo waliweka kambi kuna sometime umeme ulikuwa unakatika, mara maji hamna. Yaani tu kero za hapa na pale. Mhudumu anatumwa juisi, anaita chumvi. Yaani mradi tu kuwatengenezea discomfort mwanzo mwisho. So nadhani katika kambi ambazo ziliwaka moto ni kambi ya Ecuador. Of course ya shirikisho la soka la Ecuador liliandika barua kwenda FIFA kama kuomba Mexico ipigwe fine ama adhabu yote ichukuliwe zidi ya Mexico. Lakini sasa haitosaidia kitu. Mexico wanachohitaji ni kusonga mbele kwenye mashindano. Hizo fine they can pay mzee wangu, lakini hawezi kurepay kuwa tena kwenye mashindano kwa mara nyingine. Kitu ambacho kilinichekesha zaidi ni ule muda wanapiga mafataki. Unajua mafataki yakipigwa ulali, alafu aliyapiga non-stop. Unaambiwa almost in every 45 minutes zilikuwa zinapigwa fataki ambazo zinadumu mpaka dakika 3-5. Mzee wangu hata ujikaushe vipi. Bad luck kwa Ecuador. Drip check ya leo bwana inaenda kwenye headphone za wachezaji kwenye World Cup. Unajua bwana, wachezaji wakishuka kwenye mabasi wao kuna headphone wanavaa siku kusikiza muziki. Wanajua wanachokisikiliza. Bwana zile set waga zina logo kama unajua. Sasa zile logo sometimes zinawakilisha makampuni ambayo sio wadhamini wa World Cup. So World Cup wakadecide kuziwekea masking tape. Ukiangalia hapo hata hiyo alovaa Lamine Yamal na masking tape. Wachezaji wanashuka headphones na masking tape sababu wengine wanavaa headset lese za Beats by Dre. Beats by Dre sio mdhamini wa World Cup. Na hizo clip waga zinakuwa ziko aired kwenye TV. So yeah, hiyo ndio deep shit yetu leo. Match prediction ya leo na Piga Bet. Nenda kwenye Piga Bet pale, chagua game ya Morocco pamoja na Canada. Mfuate Morocco straight to qualify, sio to win. Kamfuate Morocco to qualify, na kuambia Morocco ana qualify dhidi ya Canada. Straight Morocco to qualify. Chama ni Piga Bet. So right now ruka wanangu wa Piga Bet, weka kodi hapa chini. Bwana, kama kaida keka la FIFA 2026, siko mimi peke yangu, niko na Mena kutoka mtaani. Sasa bwana wanangu wa mtaani, nipeni habari. Na hakuna kabumbu bila mtaa. Keka la FIFA tuko mtaani, tunapewa nguvu kubwa sana na Piga Bet. Ni mwendo wa kumpiga mwindi. Tutasikia kutoka mtaani
ni timu gani ya Afrika ambayo imetoka na imeuma watu wengi sana? Senegal. Kongo inaniuma kwa sababu Afrika Mashariki niko naye. Hayupo kwenye mzunguko ambao wetu sisi. Kwa maana ndio alikuwa ni mwakilishi wetu sisi ambao sisi wote tunamwangalia. Na hata mpira hata kama ametoka, lakini alionyesha kitu. Lakini kuniuma kibolo ambayo imetoka kwa sababu yule ndio kama ni tembo ambayo kama ni giant. Kinachoma zaidi alianza kushinda mbili. Unaona sasa? Yaani wewe mgongo na gari. Alafu unaambia bwana unainuka tu unapiga pikipiki. Kongo pia ni jisikia vibaya kwa sababu ni majirani. Ila unaweza ukasema labda yani ni uzembe wa kocha kwa sababu hujafanya hesabu ya kueleweka. Bana Hanskana, mtaa haukosi maswali mawili ya kibabe. Haya hapa ni maswali yako mawili ya kibabe kutoka mtaani. All the best brother. So bwana, niko na maswali kutoka mtaani from Mena. Hey, what's the question? Oya Hanskana, kuna swali nauliza moja hapa. Red card ya kwanza kutoka kwa sheria mpya ya msimu huu 2026 ilienda kwa mchezaji gani na ni sheria ipi hiyo? I can't name the player, ila najua ni mchezaji anayevaa jezi nambari 10, ni mchezaji wa Paraguay na alipewa red card kwa sababu tu aliziba mdomo muda anawasiliana na mchezaji mwingine. Hiyo ni sheria kwamba ukiziba mdomo hiyo ni red card. Ni mchezaji wa Paraguay. Dogo mmoja ni mchezaji tegemezi sana wa Paraguay na nadhani kwenye mechi hii mmoja nyuma yake au mbele yake alifunga goli. So yeah. Mimi bwana na swali moja kwa Hanskana kama ya sugu kama kawaida, usio. Mimi nataka unitajie majina mawili complete ya mchezaji yoyote wa Japani. Mchezaji mmoja tu wa Japani. Mtu ananiambia nitaje jina moja la mchezaji wa Japani, kitu ambacho hamjui. Mimi ni shabiki sana wa Tanaka, ni mshabiki wa Kamada. Full name sasa ni vipi? Wewe, eti mtu anaanzisha full name. Haiwezekani. Wewe nikwambia unitajie full name ya jina la Vinicius Junior, unaweza unitajie? Suzuki, Inamoto, wote ni wachezaji. Hamna mzee. Kaka, kuna mchezaji mgongo andikwa full name, majina matatu. Nitajie kwamba huyu hapa kaandikwa full name. Hakuna dunia nzima. Wewe tunajua wote si Richard Mangugi, jamani. Inawezekanaje hiyo? Ronaldo mwenyewe sio jina lake, anaitwa Cristiano. Japani chama langu. Wanangu ambao mnashangilia Ruaso Kumamoto, piga kelele. Chama letu Ruaso Kumamoto liko Japani pa, nadhani mnalijua. Unajua Hansi muni sana jamaa. Ruaso Kumamoto sawa, haina shida. So, huo ndo mchongo mzima kutoka mtaani. Hii ni Keka la FIFA na Piga Bet. Mimi ni Colin Mena, tulikuwepo. Yo, Keka la FIFA 2026 ulikuwa na Hanskana. Shout out to Piga Bet, ndo wanawezesha sisi kuwa hapa. Piga Bet is the place to be, as you know. Piga Bet daily wanamwaga mafedha kede, na ukitaka hela wiki hii na Piga Bet, nenda kampe Morocco to qualify dhidi ya Canada, basi Piga Bet wanakupa hela yako first half.